Kwa hiyo kwa nyakati tofauti tumekuwa tunafanya kazi ngumu sana katika kuhakikisha chama kinasonga mbele na mbele zaidi. Lakini kutoka tumaliza uchaguzi mkuu ndani ya chama tumekuwa na changamoto nyingi sana za kiutendaji katika kufanikisha malengo yetu. Na moja ambalo tunaliona haliko sawa ni kwamba viongozi wapya ambao wameteuliwa na chama, tunasema hatuoni kuwa wana plani au mpango madhubuti kama ambavyo tulifanya mwanzo huko. Tukumbuke mpango mkuu wa chama kuelekea 2025 ni kishiriki uchaguzi kindakindaki kama Chadema. Lakini hatujaona mpaka sasa hivi mkakati madhubuti wa viongozi hao waliokuja kukaa mezani na wajumbe wa secretariat kama watendaji wakuu wa chama kila siku, kwamba labda wanakuja na mkakati sasa kutuambia sisi plani yetu ni hii, tunataka tufanye hichi, njia yetu ni hii na tunamalizia wapi. Hakuna. Lakini kibaya zaidi, kama ambavyo wajumbe wetu wamezungumza, kwamba hakuna kikao chochote cha secretariat ambacho kimeitishwa na naibu katibu mkuu kama mwenyekiti wa secretariat ya chama toka Januari 2025 mpaka leo Mei tunazungumza hapa tarehe 17. Hakuna kikao ambao walikiitisha rasmi, naombeni secretariat yangu njoni hapa tujadili 1 2 3. Kwa hiyo tunakosa ile hamu ambayo tulikuwa tunafanya kazi za chama za kila siku imepotea. Na tunaona mbele yetu ni giza zaidi, hatuoni mwanga kama ambavyo tumetoka huko nyuma tumesema. Lakini pili, naibu katibu mkuu Zanzibar hajawahi kuripoti rasmi kama mtendaji mkuu wa chama toka achaguliwe. Kwa leo nimekuja hapa nataka tukutane na nini, hakuna hivyo vitu. Na mara chache ambazo aliwahi kufika kwa dharura sana, na kuna wakati anafika chini ya ofisi hapande juu anaenda zake, kama kwamba ile morale ya kiutendaji kama mwenyekiti wa secretariat na mtendaji mkuu wa chama haipo. Lakini tatu, amekuwa akisikika mara kwa mara, na hiyo ndio imetutia hofu zaidi mheshimiwa mwandishi wa habari, kwamba hana imani na wajumbe wa secretariat yote. Na hii ni kwa sababu sisi wote tulikuwa chini ya naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu, na ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi. Kwa wao wanaamini labda kuweko chini kwake na kujitangaza yeye kujitoa na vitu vingine, labda na sisi tuko hivyo na mkakati huo, kitu ambacho sio kweli. Na kwa sababu hiyo ishi naye kwa upendo, ilifika wakati mpaka tunamfuata garini kwake angalau tupate maili matatu, tunamfuata nyumbani kwake kwa sababu ofisini haji. Tunajaribu kutumia watu mbalimbali. Hakuna kiongozi ambaye hatujamueleza kuhusu changamoto hiyo. Tulikaa na viongozi wa kitaifa mbalimbali akiwemo makamu mwenyekiti Zanzibar kumuuliza, kumwambia hili jambo ili akae naye naibu wake amrekebishe. Tumekaa na naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Gulugwa, kwa ana hivi tumezungumza naye kuhusu kumrekebisha naibu, hatuoni mabadiliko yoyote. Na taarifa hizi naamini katibu mkuu zimemfika na watu wengine zimewafika, ili kuona sasa naibu anakuja kwenye mstari, anakuja ofisini na tunafanya kazi kwa uaminifu. Hakuna. Mara mwisho juzi watu wanaenda kumtembelea na wanatuambia mimi sina imani na wajumbe wote wa secretariat ya chama. Kwa hiyo kitu hichi kimetupa wakati mgumu sana. Lakini kitu kingine kwa ufupi sana tumesema kuna matumizi pia mabovu ya fedha ambayo yanaendelea, kitu ambacho kinatupa mashaka kuelekea huko kwenye ukaguzi wa fedha kama chama kuwa na hati chafu ambazo kimsingi hatujawahi kutokea kipindi cha nyuma. Mara zote tunakuwa tuko safi tu. Na cha tano tumesema hapa kama kwamba chama chetu kimepoteza ile haiba sasa hivi. Na kwa sababu hatuoni ushirikishwaji mpana wa chama kwa upande wa Zanzibar, maamuzi yote ambayo yanazungumzwa kama kwamba yanatoka kule juu. Hatujawahi kushirikishwa sehemu yoyote kama Zanzibar juu ya masuala ya no reform no election. Tukikumbuka hapa kuna sheria ya uchaguzi ya kwetu na kule kuna sheria nyingine ya kwetu. Lakini hili limezungumzwa huko kwa upana mkubwa, na hatuoni hiyo fursa Zanzibar kushiriki uchaguzi licha kwamba tuna mambo yetu. Na hii ni kwa sababu pia toka Januari mpaka leo kamati kuu imeshakutana zaidi ya mara 2 kama kamati kuu. Na utaratibu ulivyo, ili kamati kuu ikutane lazima kamati maalum kwanza ikutane na iende kwenye kamati kuu na plani au mkakati au maazimio ya kamati maalum Zanzibar inaenda kuzungumza nini. Leo kamati kuu zinakaa zinatoka na maamuzi na mambo mengine, hakuna stand yoyote ya kamati maalum ya Zanzibar katika maamuzi yote ya kamati kuu. Kwa hiyo tumeona ni jambo ambalo linatupa hofu kubwa sana, kubwa mno, na hivyo kuona kwamba kwa sababu hizo ambazo tumezitaja na nyingine nyingi ambazo tukachukua muda mrefu,
kama wajumbe wa secretariat ya chama ambao tuko 6, kuna haja ya kujiondoa kwenye nyadhifa zetu. Itakumbukwa tuna posho zetu sisi zinalipwa, lakini hatufikiria hayo. Tunafikiria career yetu ya kisiasa na mbeleni tunafanyaje. Kwa tumeamua kujiondoa kwenye hizi nafasi zetu, lakini pia kujiondoa na kujivua wanachama wetu wa Chadema, na hili tutafikiria namna gani mbeleni tunaweza tukawaambia siasa zetu na career zetu tunazihamishia wapi ili kuendeleza kuipambania Zanzibar na kupata mamlaka kamili kama ambavyo tunafikiria hivyo. Kwa hiyo machache naomba kuwasilisha. Swali lako zuri. Jumla hapa tuko 6, ambaye ni mimi naitwa Haji Abedi, mkuu wa idara organization, mafunzo, sera na uchaguzi. Rasmi nakuwa ni mjumbe wa secretariat ya chama kwa nafasi hiyo, lakini pia afisa utawala na fedha dada yangu Rahima naye pia yupo katika hilo kujivua. Afisa utawala Kasim, katibu wa kanda ya Unguja kakaangu Yunus, lakini pia tuna katibu wa kanda ya Pemba kakaangu Habibu, na mwisho tuna dada yetu mama yetu Asiata Saidi Abubakar kama naibu katibu mkuu wa baraza la wanawake. Wajumbe wengine, naibu katibu mkuu wa baraza la vijana hayupo hapa, hatujui muda wake mwenyewe, labda ataendelea kubaki, na naibu katibu mkuu wa wazee ndio ambaye tumewabakisha hao, na naibu katibu mkuu wa chama taifa Zanzibar. Kwa hiyo ni hayo. Inaonekana yote kuna msimamo mmoja. Labda mwelekeo mnakwenda na kutoka huo msimamo mmoja au kila mtu sasa hivi na atafuta ajira kila. Hapana, hatujazungumza hilo jambo kwa sasa. Tumeamua tu kutokana na kadhia ambazo tunakutana nazo ni bora kukaa pembeni. Mustakabali mwingine baadaye tunaweza tukawaeleza. Kama tukiamua sasa kwenda sehemu moja hiyo yote tutawaambia, tutakuja kuwaambia, na kama kila mmoja akiamini sehemu yake ambayo anaamini ni sehemu salama tutakuja kusema.